Nikiwa natembea, alikuwa amekaa kwenye kona, mtu mmoja homeless, hana nyumba, amekaa kwenye kona anatafuta joto. Ananiona natembea, nilienda, nikiwa narudi, yule jamaa akanisimamisha, akaniambia, samahani, nimekuona una huzuni kubwa sana. Sasa mimi kwa sababu najua ni mhitaji, nikatoa pesa nikampatia, ili sasa hata tusiendelee kuongea, maana huyu matatizo yangu hawezi kuyatatua. Boksi hawezi kunisaidia kubeba, ada hawezi kunilipia, familia yangu hata nisaidia niione hawezi kunisaidia. Basi nikampatia tu, nilikuwa na vikoini viwili. Sasa mzungu ni kwao lakini hana pa kukaa. Mimi mgeni nalia, napanga maboksi, vikoini nilikuwa navyo, nikampatia vipaundi viwili hivi. Nilipompatia, yule homeless man amechafuka, ananuka, akanitazama machoni, akaniambia, wewe ni mtu wa pekee na Mungu ana makusudi na maisha yako. Bwana akutendee mema, kwa Kiingereza. Lakini nikaondoka. Niliporudi kazini, nimefuta machozi, tayari kupiga boksi. Nikasema ngoja kwanza nicheki familia kama wako sawa. Nafungua simu, nakuta missed call 3, namba siijui. Napiga simu, anapokea mchungaji mmoja, anasema, mimi naitwa Dr. Emmanuel Osei, president wa South England Conference. Nimepata habari ya kwamba wewe ni mchungaji na uko hapa nchini, tunataka utusaidie kuchunga kanisa hapa Uingereza. Roho wa Mungu huwa anatulia katikati ya michanganyiko. Akaniuliza, pastor, sasa uko wapi? Nikamwambia, mzee, niko Sainsbury's napanga boksi. Akasema, toka kesho njoo ofisini. Nafika saa 3 ofisini, hakuna interview, hakuna chochote. Ananiambia, kanisa utakalochunga ni hili hapa, lini uko tayari kuanza kazi? Ngoja sijamaliza. Nikamwambia siku ambayo niko tayari kuanza kazi. Akasema, ninajua ni mwanafunzi, kuna kahera kadogo tohubohu. Sio tu hali kabla dunia kuumbwa. Tohubohu ni uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Mungu anapoiona hiyo tohubohu, roho wake ametulia. Na ngoja nikwambie, huyu roho wa Mungu ndiye aliyemfufua Kristo kutoka katika wafu. Warumi sura ya 8 fungu la 11. Kama aliweza kumfufua Kristo kutoka katika wafu, akaweza kunipatia mimi kazi kwenye nchi ya ugeni, tena kazi ya wito wangu, hata wewe anaweza kukutoa kwenye maumivu na shida zako. Hakuna jambo ambalo Mungu hawezi kulifanya. There is no secret what God can do. Hakuna siri kile Mungu anachoweza kukifanya. Aliyowatendea wengine, hata wewe anaweza kukutendea. Kwa nini usiseme amina? Nikajikuta sasa na mimi ni mchungaji Jonas, mchungaji Uingereza, mimi hapa Muha wa Kigoma, mwisho wa reli. Lakini wakiitwa wachungaji wa conference kwenye kikao, na mimi nimo. Mungu anaweza kubadilisha mambo. Sasa Mungu akaanza kubadilisha hali ya mvurugano. Ukisoma Mwanzo sura ya 1 fungu la 3, pale mwishoni, pale mwanzoni, utaona neno linasema Mungu akasema. Soma fungu la 6, Mungu akasema. Soma fungu la 11, Mwanzo sura ya 1, Mungu akasema. Fungu la 14, Mungu akasema. Fungu la 20, Mungu akasema.